Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linawashikilia watu watano kwa tuhuma za kushambulia, kujeruhi na kuzua taharuki katika jamii katika matukio mawili tofauti yaliyotokea mkoani Tanga. Katika tukio la kwanza lililotokea tarehe 5 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 2 usiku katika baa ya Kivuga Point iliyoko kijiji cha Mazingala, kata ya Mkata, tarafa ya Mazingala, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Satieli John, mkazi wa Mazingala, alishambuliwa kwa kupigwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali ya mwili wake na watuhumiwa wawili ambao ni Vido Mchungu, mkazi wa Sua, pamoja na Fadhili Nuru, mkazi wa Sua. Taarifa za awali zinaeleza chanzo cha tukio hilo ni tuhuma zisizo na ukweli zilizoenezwa na mtuhumiwa Fadhili Nuru akidai kupotelewa na uume wake kwa maana ya nyeti zake, huku akimtuhumu aliyemjeruhi kuwa ndiye aliyehusika. Hata hivyo, baada ya uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi, ilibainika kuwa madai hayo hayakuwa na ukweli na mhusika alikutwa akiwa salama. Mwanga anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Handeni. Watuhumiwa wawili wanashikiliwa katika kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi na hatua za kuwafikisha mahakamani zinaendelea mara baada ya kukamilika utaratibu wa kisheria. Aidha, katika tukio la pili lililotokea mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 12:30 jioni huko katika eneo la Mabanda ya Papa, tarafa ya Mabawa, kata ya Ngamiani, katika jiji la Tanga, watu watatu walikamatwa wakiwa kwenye usafiri wa umma ICE baada ya kuzua taharuki kwa kumtuhumu abiria mwenzao kuwa ameondolea sehemu zao za siri kwa maana ya nyeti. Watuhumiwa hao ni Haji Mbwana Mluku na Amiri Rashidi, wote wakazi wa Mabawa. Watuhumiwa hao wamefikishwa katika hospitali ya Bombo kwa uchunguzi na wamekutwa wakiwa salama bila tatizo lolote la kiafya. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuacha kusambaza taarifa za uongo na zenye kuleta taharuki na madhara kwa jamii. Aidha, wanasisitizwa kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi ambavyo vinaweza kusababisha madhara makubwa kwa watu wasio na hatia. Asante. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.